Yani wadau, mnataka kujifanya mjaona weekly show ile ya Oga Obinna na demo wa Facebook imechange ikakuwa eti Zabe 254. After 2 juzi Baba County aliacha kazi, Pamela akaenda kaanza kufanya kazi. Ule wa I rated form 4 I got D-. Like, what's not happening huko kwa Obinna show? Kwa sababu hiyo weekly show haiko tena, weekly show imetoka. Sasa tuko na Zabe. Zabe kitu tutakuwa tunalisha huko labda stories za Jaba. Na sasa hivi kama umekuwa ukifuatilia mitandao ya kijamii utaweza kurealize ya kwamba kuna kipindi ambacho Oga Obinna na demo wa Facebook walikuwa nakifanya kwa pamoja kinajulikana kama weekly show. Na kwenye ile weekly show ni kitu ambacho kilikuwa kimewavuma sana, ama ni kitu ambacho kilikuwa kimeshika sana mpaka mahali ambapo wale watu waliweza kuquit na wakaweza kusema ya kwamba wataiquit for sometimes ama wataisimamisha for sometimes then sasa watakuja kurudi tena sasa kwa mpigo. Lakini sasa tumekuwa tukiwangoja sana na tumekuwa tu tukiona tumekuwa tukiona tu ni kama kuna dalili ya wao kurudi pamoja, ama ni kama kuna dalili ya wale watu kuweza kurudisha ile show. Mpaka sasa hivi ukiangalia ama ukiingia pale kwenye mtandao wa YouTube ama ukiingia pale kwenye page ya YouTube ya weekly show utaweza kurealize ya kwamba imeweza kubadilishwa jina, na pia zile videos ambazo Oga Obinna na demo Facebook walikuwa wamezifanya kwenye ile weekly show zote ameweza kusikilia. Na hivi basi hatujajua ni kipi ambacho kinajiri ama ni the reason behind hiyo story ya Oga Obinna kuweza kuclear zile videos ambazo walikuwa wamefanya na huyu demo Facebook, because tunajua zile ni videos ambazo zilikuwa zimewavumisha sana, ama ni videos ambazo zilikuwa zimewapushi sana, because wale watu walikuwa katika zile vitu ambazo walikuwa wanafanya. Mostly ile weekly show ndio ilikuwa inaonyesha the relationship between Oga Obinna na demo wa Facebook. Hivyo basi Oga Obinna ameweza kuondoa zile videos zote pale kwenye YouTube, na hatujajua ni kipi ambacho kimeweza kumfanya aweze kuondoa zile videos kwenye mtandao ama kwenye page ya YouTube. Na hivyo basi tunajua yule ni mtu ambaye anafanya kazi mingi sana. Hivyo basi inawezekana ni kama ameamua kubadilisha ile show, ama ameamua kubadilisha ile weekly show akaweza kuifanya show nyingine, because tunajua sasa hivi after ameweza kupata hizo na demo wa Facebook, kuna mdemu mwingine pia ameingilia na ndem pia tunajua ni mtu ambaye amechangamka sana, anajulikana kama Pamela. Hivyo basi yule Pamela tujui kama yeye ndio amepanga na Oga Obinna wapige show nyingine ama ni kipi ambacho, because watu wamekuwa wakisema kwamba kuna yule demo ambaye alikuwa mfanyikazi wa Diana Bahati, wanasema kwamba yule ndio mtu ambaye Oga Obinna anataka kuintroduce kwenye show hiyo, show yake pia ya weekly. Kuna watu wamekuwa wakisema kwamba yule Pamela ndiye mtu ambaye atakuwa introduced kwenye ile show ya Oga Obinna ambayo ni weekly show. Kuna watu wanasema kwamba demo wa Facebook na Oga Obinna wataweza kurudi, lakini sasa hivi ukiangalia kile ambacho kimeweza kufanyika pale after Oga Obinna ameweza kudelete zile videos, ni kama sasa kumeonyesha ama ni kama kuna dalili that hakuna wakati ambapo Oga Obinna na demo wa Facebook sasa watarudi tena kufanya kazi, because tunajua huyu jamaa anajulikana kama Baba County ambaye formerly alikuwa ni Mama County. Kwa sasa pia yeye ameweza kujiondoa kwenye crew ya Oga Obinna, na hivi basi after ile jamaa kujiondoa hata hajamaliza siku 2, Oga Obinna akaenda pale akaweza kumaliza zile videos zote ambazo walikuwa wamefanya na demo wa Facebook. Lakini kuna maswali ambayo yanaibuka pale, ni kipi ambacho kinaendelea between Oga Obinna na demo wa Facebook? Unajua wale watu kutoka waachane, ile story ili trade for some month ama iliweza kuongelewa for some time, na pia wao walikuwa na react about it lakini after hapo tena ile story iliisha kabisa, mpaka hakuna mtu ambaye ameiongea about it hata kwenye interviews. Wote wakiitwa kwenye interview ama wakienda kufanya interviews, wote huwa wanalenga hiyo story. In case wakiulizwa swali about their relationship, wote huwa wanalenga zile maswali. Hivi basi hatuwezi tukajua ni kipi ambacho kinaendelea, because sasa hivi ni kama sasa inadhihirika there's something ama kuna kitu ambacho kili happen between Oga Obinna na demo Facebook, hata kama walikataa kutuambia. Lakini tunajua mostly watu ambao wameingia kwa mahusiano, hatuwezi tukajua kama wale watu wale waliingia kwa mahusiano, lakini sasa tunajua walikuwa wanafanya kazi pamoja. Lakini sasa uwezi ukajua ni kipi ambacho ama ni nini kilijiri between them mpaka wale watu wakaamua sasa hakuna kazi ambao wataipiga wakiwa pamoja. Tunajua kuna interview ambayo huyu jamaa ambaye ni Oga Obinna alikuwa anafanyia jamaa mwingine, na kwenye ile interview wakati ambapo huyu demo ambaye ni Pamela aliweza kujitokeza pale alikuwa na serve guest, because tunajua Baba County kazi yake ilikuwa ni kuserve guest na wakati ambapo yule demo ambaye ni Pamela aliweza kujiondoa ama aliweza kujitokezea pale alikuwa na serve guest, alikuwa party ya huyu jamaa ambaye ni Baba County. Huyu jamaa ambaye ni Oga Obinna aliweza kusema kwamba tumeweza kuleta huyu jamaa hapa, tumeweza kuleta huyu Pamela hapa ndio Baba County naye aende pale waweze kupiga kazi na demo of Facebook. You are welcome. Can I give you a tissue paper? How do you call this? Serviette. Serviette. Wanakanga hivi. Nevertheless, you are welcome. Enjoy. Sit back and relax on your drink. Thank you. Okay. Yeah.
sasa mambo ni kama hiyo. Huyu ndio sasa atakuwa anatusava hapa madrinks kwa guest wetu. Baba County ako ile side nyingine wanapiga kazi na baby. So naenda hivyo tukisonga. Sasa tukajua ni kipi ambacho kinaendelea hapo, ama ni kitu ambacho kimepangwa, ama ni vitu ambavyo vimepangwa already. Lakini sasa pia kuna kile kitu ambacho Ogobina alikuwa amekisema kitambo. Alikuwa amesema ya kwamba hakuna wakati ambapo atakuwa anasaidia watu kimungu. Yeye tu atakuwa anakushikilia, lakini anakushikilia pia kukiwa na written contract ama mkiwa mmesign contract. Yeye pia atakuwa anapata profit kutokana na wewe. Jinsi ambavyo wewe unafaidika pia na yeye akwa anafaidika. Na hivyo basi hatuwezi tukajua ni vipi ama ni vitu gani ambazo zinaendelea hapa between those guys. Because sasa kama imefika place ya kudelete videos, watu unajua mashabiki wale watu wawili walikuwa ni watu ambao walikuwa wameshikanishwa because of hiyo weekly show. Hivyo basi after ameweza kudelete zile videos, tunajua ni kama mashabiki sasa ni kama most of the time ama most probably ni kama atakuwa amewakata off, ama ni kama atakuwa amewapoteza, ama ni kama atakuwa kabisa amewaondoa pale kabisa wale watu ambao walikuwa wanafuatilia sana, because tunajua ile weekly show ndio kitu ambacho kilikuwa kinaonyesha the relationship ama the strong bond ambayo ilikuwa imekritika between Ogobina na Ndemu wa Facebook. Lakini sasa bado tunangoja ama tunasubiri kusikia Ogobina akitoa statement about the kudelete zile videos, kama ni show nyingine anataka kuanza ama ni kipi ambacho, ama kama kuna makaziriko ambayo yako between them, ama kuna any issues ambazo ziko between them. Bado Ogobina tunangoja aweze kuaddress those things because ni vitu vingi sana ambavyo vinaendelea pale ambavyo vinaonyesha ya kwamba kabisa relationship between Ogobina na Ndemu wa Facebook ni relationship ambayo kwa sasa inatingizika kabisa, because wale watu ni watu ambao walikuwa pamoja vizuri sana, lakini sasa waliweza kukatiza ile relationship yao, iliweza kuisha mara moja. Na unajua mtu ambaye amekusaidia at some point, mnaweza kuwa mnapiga picha, mnafanya vitu vingi ambavyo hata kama hamfanyi kazi pamoja, mnaonyesha at least mko pamoja ama mnafanya vitu pamoja, iwapo hamko ile hope ama hamko ile mpaka amko ile extent ya kufanya kazi yenyewe kazi pamoja, lakini at least mko na ile relationship, friendship, iko na vitu vingi sana viko. Lakini kwa sasa kabisa Ogobina ni mtu ambaye ametulia yeye kivyake na Ndemu wa Facebook naye ametulia kivyake. Lakini sasa hii kudelete zile videos ndio bado hatujajua ni kipi ambacho kilifanya aweze kufanya hicho kitendo. Basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.